wakina mama wakati wanaenda kujifungua kutokana na kutokukosekana kwa miundombinu, walikuwa wanabeba na bodaboda, kwa sababu bodaboda kuna uwezekano wa kuchukuzana hapa mtoni kuivusha. Baada ya hapo bodaboda anaenda kumsafirisha mama mjamzito kupeleka zahanati, na mama mjamzito inatokea emergency kabla hajafika kituo cha afya anataka kujifungua. Kwa hiyo miongoni mwa muuguzi anakuwa ni bodaboda. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la aibu, na ni kweli jambo hili kwa serikali ya Tanzania imetutia afya sana chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Changamoto ya kwanza ambayo tulikuwa tunasumbuliwa na wakati tulikuwa tunataka kuvuka ng'ambo ya pili. Yaani shida kubwa, na ukiangalia asilimia kubwa sisi huku tumejawa sana na wakulima. Kwa sometimes unakuta labda vilimo vyetu asilimia kubwa tunalimia huku. Changamoto tunayokutana nayo, mto ukiwa umejaa kwa kupita ni hamna. Kwa sasa tunashukuru serikali hii. Kwa sasa tunaona manufaisho ambayo tutakuwa tunanufaika sisi kama wananchi. Kwa hiyo tunashukuru sana hata kwa hatua hii, kwa siku ya leo hii tena kutembelewa na mtu mkubwa namna hii, sisi tunashukuru sana. Hiki kijiji toka kimeanzishwa kilikuwa hakina barabara wala daraja. Ndio wakaja wakatuwekea hiki daraja kidogo, lakini napo bado ikawa bado ni changamoto, kwa sababu mvua zikinyesha nyingi kinakatika, wanakuja wananchi wanaungaunga. Ndio tunashukuru Mungu saa hizi wakaja wakawa wameuanzisha huu mradi. Ndio saa hizi tunaona kuna unafuu, lakini bado kwenye upande wa barabara ni changamoto, kwa sababu kalavati nyingi hamna, na zilizowekwa zimesukumwa nazo. Ina maana bado kwenye upande wa barabara ni changamoto. Anaitwa Nation Joseph Luondo. Natokea kijiji cha Nyarudungu, hapo kitongoji cha Nyarudungu. Changamoto kubwa kwa hili daraja wenzenu, watoto walikuwa wanatuasili sana kwa sababu shule ipo huko, na hii daraja ilikuwa ni bado ilikuwa ni ndogo. Wametujengea hii hapa, kwa hiyo bado kumalizia. Kwa hiyo najua mmefika nyinyi ugeni, najua daraja imeisha kabisa. Unachukua hatua gani kukamilisha hizi daraja ndani ya hizo siku 25 zilizobaki? Tunakuahidi ndani ya siku 25 zilizobakia tutakuwa tumekamilisha. Changamoto iliyopo, watu tukilipa hela, wakati mwingine hela zenyewe zinachepushwa. Unaenda kufanya shughuli nyingine huku, nasema kwa sababu huku ni kijijini hawatuoni. Huku tunakaa tu. Sasa mimi nikwambie, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tarehe 30 mwezi wa 6 nikuombe uje hapa. Ukifika hapa pita kwenye daraja juu. Huku pakiwa pamefukiwa, huku upande huku na upande wa kule pamefukiwa, pita kwenye daraja juu. Na kama watakuwa hawajakamilisha, baba anakupa masaa 48 wakamate waweke mahabusu. Yaani wewe kama huyu hapo na huyo mwingine kama yuko wapi, ni mradi yuko Mtanzania tu, yuko Tanzania hapa, tutawakamata, tutaweka ndani. Tumechoka kuvumilia na kusema kwamba tunaongezea muda. Kidaraja hiki cha milioni 194 unakichelewesha. Sasa je, ukipewa ujenge madaraja makubwa wewe utaweza kukaa siku zote? Si utasema niongezewe muda miaka 3?